Soyez bienvenus tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je m'appelle Nasson. Aujourd'hui, je viens vous donner l'information. L'information, je viens pour vous donner comment la situation dans votre pays du Congo se passe quoi. Dans ndakuja kufungua barua zangu ama peji zangu katika eneo ya uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo tofauti. Leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na kila mahali popote huko ni shabiki wangu, endelea kufanya subscribe, like, comment. Kwa sababu gani? Nakuja kuwapasha habari. Kwa sasa mambo imeendelea kubadilika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa tukielekea katika uwanja mapambano upande ya huko Uvira kuelekea katika vijiji ifuatazo vinakinga eneo ya Uvira katika milima majuu kuelekea Minembwe, huko Manyema, huko Mwenga, huko kote, na nitakuja kuwapeleka katika kijiji kinavyoitwa Mitamba. Katika kijiji cha Mitamba jana tarehe 11 tangu tarehe 11 mpaka leo tarehe 12 wanajeshi wa M23 pamoja na wanajeshi Twirwaneho Ngumino walishambulia kambi la jeshi la FARDC katika eneo hapa Mitamba. Watu wanapoelewa Mitamba wanaelewa ni sehemu gani. Katika kumbuka Mitamba karibu kilomita 15 kuelekea ndani ya Centreville ya hapo mji wa Uvira. Kumbuka Mitamba ni kwa kuna position kubwa zaidi ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama kuna kuwa headquarter ya wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka tayari waasi M23 wamekimbizwa katika eneo tofauti, sehemu inapoitwa Murambia. Huko ndio tayari wanajeshi wa M23 wako, na wanajeshi wa M23 wakitokea Murambia wakielekea katika eneo ya Mitamba huko ili wapenye kuelekea katika ndani ya Centreville ya Minembwe na Centreville ya Uvira. Lakini katika taarifa tuko nayo, wanajeshi wa M23 gisi waliingia katika eneo ya hapo muji ama kuelekea katika kijiji cha hapo Mitamba, walipitia sehemu gani na walipenya njia gani? Kwa sababu kumbuka kitu moja ninawapasha mara kwa mara, wanajeshi ni wale watu tu wana mpangilio ama tuseme strategie de combat, koma wanapanga uwanja mapambano vipi. Lakini ili ni taarifa nitakuja kuwapasha baadaye, kwa sababu nije kuelezea moja kwa moja, na nitakuja kuwapeleka tayari eneo inaitwa Malinde katika sehemu ya Mutambala. Huko kote ni sehemu ya hapo mji wa Uvira. Kunaendelea kwa mapambano ya vita na kuelekea katika Malinde kwenye barabara inaitwa Mukinje. Katika barabara ya Mukinje tayari ni route nationale ya kuelekea katika eneo ya Mitamba na katika eneo zingine tofauti katika vijiji vinakumbatia eneo hili. Na katika habari zetu ama katika taarifa zetu nawapea katika muda wetu wa masaa kama hizi. Na watu wangu kisha mnavyonisikiliza, ngoja niwapashe habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika muda kama huyu. Nakuja kuwapeleka katika soko linalokumbatia eneo inaitwa Katanga, soko kubwa linaloitwa Milingita. Hili soko la Milingita kuelekea katika ndani ya teritwari ya Katanga limezibwa ama limefungwa kwa sababu ya mashambulizo. Imeanza huko tangu leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mapambano ya kuelekea katika soko la hapa Milingita, katika soko la Milingita limeshambuliwa na wanajeshi wasiojulikana, na kwa sasa ndawapeleka kuwapasha habari tena kuelekea leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika eneo ya Goma. Sasa ndani ya Centreville ya Goma kwa sasa mapambano ama sasa maandamano ama tuseme nini, wakaaji sont des populations, tous les populations là du Goma, vous avez commencé pour faire les marches dans une centre-ville du Goma. Na aujourd'hui je vais vous donner l'information comment se passe là la situation là dans une centre de ville du Goma. M23 waliendelea kufanya maandamano pamoja na raia kutokea eneo tofauti ndani ya Centreville ya Goma kwa sababu ya hizi drone zilishambulia tangu jana tarehe
tangu tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kabla nikuja kuwapasha habari zetu, ngoja kwanza niwapelekee katika kuwapasha habari ya kutokea huko Minembwe. Hatua tuliongea na kiongozi umoja wa wazalendo, ametueleza mengi zaidi kupitia uwanja wa mapambano katika upande wa vita. Bwana kiongozi, tunakuomba zaidi ili uambie wakaji ama ambia watu, kwa sababu tumesikia tayari huko katika milima kumeendelea kupitikana uwanja ama mapambano kuhusu wanajeshi wa wazalendo na FRDC na wanajeshi wa Hasim 23 kunaendelea vipi? Hebu nieleza watu kwa sasa hivi. Jambo ndugu mtangazaji. Ndio. Tueleze watu ambao wanajiita jeshi la ukombozi ambao ni Wanyarwanda wamepanda chini la Kinyamulenge wakisindikizwa na walia yao, yaani jeshi la Rwanda. Eleza kila kitu vizuri. Wameingia kwenye ngome zetu pa Mitamba usiku wa kuamkia leo mida ya saa 6 za usiku. Walikuja wakizani ya kwamba vijana wamelala, kumbe wakongomani kulala usingizi walishaka utupa mbali. Walipowaingilia vijana wetu walisimama kama vile wanajeshi waliofunzwa. Waliwapiga na mpaka sasa hivi tunavyoongea adui amepata kipigo kitakatifu na amerudishwa nyuma akielekea sehemu za Maradi. Na hapo kiongozi, hao wanajeshi wa M23 kama gisi walikuja pigana hapo Mitamba, na gisi unavyotueleza tayari nyinyi wanajeshi hawa mlijitahidi kwa kuwarejesha nyuma. Hebu tueleze hao wanajeshi walirudi kuelekea wapi? Kwa sasa tunasikia kama tayari Mitamba iko ndani ya mikono ya waasi M23. Ni ukweli ama vipi? Wanajeshi hao walirejea nyuma ama waliendelea kuavanse? Hebu tueleze moja kwa moja. Ikumbuke ya kwamba Muranja ndio kitovu kikuu cha usalama mdogo ambao unaoendelea kuwa Mplato. Tunaendelea kuwasisitiza na kuwasii wengine wa generali ambao wanakuwa Uvira ambao wanakaa tu Uvira. Na mnafanya na majenerali wangapi? Hebu unaweza tuambia viongozi mnafanya nao kazi katika uwanja wa mapambano kwa sasa. Kila kitu unabidi uelezee watu. Wanakaa Uvira. Jamani, pandeni mkawasotelele wenzenu kama vile generali Chile ambaye yuko vitani, generali Jana Lubi ambayo yuko vitani, generali huyu wa Kirungu wakiwa vitani. Hao wote Koste na Kabaka huyu wa Kirungu, wale ambao wanakuwa vitani, na ninyi ambao mnakuwa pa Uvira, pandeni msitadili Koste, msitadili huyu Jana Lubi na Jile Mafuasi. Kwa nini mnaendelea kukaa Uvira na wazeni wakiwa vitani jamani? Hawa ni viongozi ama tumesikia kidogo, ndugu yangu, tutapigia baadaye, na uendelea kuwa na sisi ndani ya media Bukavu TV, tunaendelea kupeana habari zinaendelea. Na amesema tayari katika upande ya uwanja mapambano tayari, kwa sababu uko kwenye uwanja mapambano wanajeshi wa wazalendo wameendelea kuwa kwenye uwanja mapambano, lakini wengine wamebaki ndani ya Centreville ya Uvira. Hawataki kuingia katika sababu vita ziko katika saa hizi ndani ya milima. Na kwa sasa tuelekee katika mji wa Goma. Maandamano iko katika mji wa Goma kwa sasa mpaka saa hizi hakuna biashara inaendelea huko. Katika habari tumesikia tayari kuna wanajeshi waliotoka katika ndani kuna wakaaji kutokea ndani ya Jamhuri ya Rwanda walikuja kama gari 5 likikuja kufanya maandamano katika hapo ndani ya Centreville ya Goma. Lakini katika taarifa tulisikia bado hatujajua ukweli ama vipi. Lakini katika muda wa leo nataka tusikilize watu wenye katika uwanja wa hapo Goma, na viongozi walikuwa kitangazia watu kusema kuhusu kitu inaitwa marshe ile hivyo itwa maandamano, kuambia watu kwa sababu kitu iliyotendewa tarehe 11 kwa sababu wanajeshi wa FRDC walienda kushambulia na mabombe kutikia mahali kuna watu population wanaendelea kuhimiza katika ulimwengu mzima. Kwa nini rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameendelea kupiga mabombe katika eneo kuna watu? Hebu tusikilize tangazo hili. Kiongozi kutokea hapo Goma alikuwa akitangazia wakaaji wote waende kwenye maandamano ama marshe katika eneo ya Goma. Anatangazia kwamba leo hakuna kazi yoyote kufanyika na marshe hayo. Tunaalikwa kwenda kwa marshe.
Okay. 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 Hili ni habari kutokea ndani ya media, mnasikia tayari. Marshe ya Goma inasema tayari kila mkaaji wote ama population raia wako katika eneo ya manyumba, katika nyumba wote inabidi watoke nje wajielekeze katika marshe. Hii ni media ya Bukavu TV, naendelea kuwapasha habari ifuatazo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na gisi unavyonisikiliza mara kwa moja nikiendelea kuwapasha habari, hakikisha unaendelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikia mara kwa moja utakuwa tayari kutusikiliza na kuwa unaendelea kubonyeza alama nyekundu. Na kwa sasa kabla hatujamaliza, ngoja tusikie ndugu yetu kutokea ndani ya milima hapo Virunga amezungumza nini na ametueleza nini kuhusu maandamano iko katika hapo sehemu ya Goma. Hebu tueleze ndugu yangu, hapo Goma kunaendelea vipi katika maandamano yanaendelea katika eneo ya hapo Goma kwa sasa? Karibu sana. Okay. Watu wangu gisi mnavyosikia tayari, anasema tayari watu waliingia katika mji wa Goma, ni sont des Rwandais qui trouvent dans une votre pays, vous arrivez pour faire la marque de marché dans une centre-ville de Goma. Na kwa sababu wamesema tayari kumeingia gari karibu 5 katika ndani ya centre ya ville ya Goma, na wanasema tayari n'a pas de Congolais là, vous pouvez faire la marche dans une centre-ville de Goma, mais il y a beaucoup de sensibilisation là de 1-23 vous avez faire pour donner tout le monde population la autorité. Vous ne devez pas aller au boulot, vous ne devez pas ouvrir la marché, vous avez aller watu wote walikuwa kwa barabara kuendelea kufanya maandamano. Na kabla nikuja kuwapasha habari zingine, tusikilize ndugu yangu tokea katika eneo ya hapo Ituri, na ametuambia nini kusema kupitia mambo inaela ama hapo sehemu ya Virungi, na ametuambia tayari ako eneo kwenye uwanja wa maandamano. Hebu tueleze ndugu yangu kunaendelea vipi katika sehemu hiyo ya maandamano. Moja kwa moja tuko na watu wengi wako kwenye uwanja wa maandamano, wanatuambia kila mtu anatuambia mambo tofauti na mwingine. Tusikiliza. Jambo tena bwana mtangazaji. Yeah. Mimi ni mkaaji wa teritoria Nyiragongo nani tu. Okay. Kwa kweli hii maandamano mbaya sana. Waasi wametia watu mabarabarani. Okay. Eti wafanye maandamano. Wakiipa jina ni maandamano ya watu wa kiteaji, haki za binadamu. Hiyo ni uongo. Kwa sababu wamefukuza watoto mashuleni. Okay. Wamefukuza watu mabarabarani na kuenda huko kwa watu ambao wanaosafiri kuenda Mabukavu. Wametoa watu wote. Okay. Na kuwatia mabarabarani. Soko kuu wametosha watu na kuwatia mabarabarani. Ili viongozi wa juu waone kwamba
Wakaaji ndio wanafanya hiyo maandamano, lakini ni uongo. Wanakamata watu kwa nguvu na kuwatia kwenye maandamano. Watu wazani kama ni wakaaji ndio wanafanya hiyo maandamano, lakini ni uongo. Hakuna hata mtu mmoja binafsi ambaye anatoka kwake kunyumba kwenda kufanya maandamano. Ndio bwana mtangazaji, naitwa Pascal. Asante sana watu wangu, kisi mnavyonisikiliza. Amesema tayari maandamano ama mambo yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama wanajeshi wa M23 kwa sababu ili wafanye maandamano leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2023 nsode propaganda. Anasema kwa sababu kwa nini wazungu kama kumekufa mzungu moja na maandamano inakuwa, lakini raia umekufa wa Kongole hakuna maandamano. Na kwa sababu ukiangalia nchi yote ya wazungu wameongea kwa sababu ya mzungu mmoja anayofariki katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo upande wa Goma. Na kwa sasa ndani ya media Bukavu TV, hii ni media mkiendelea kuwa pamoja na mimi nitaendelea kuwapasha habari ya uhakika na habari ya jioni. Asante sana, endelea kutufuatilia mara kwa mara ndani ya media Bukavu TV, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mapema. Hii ni muda wetu wa saa 12 kuwapasha habari zingine. Nikiwa na habari mpya nitaendelea kuwapasha kwa mada wetu wa saa hizi. Nawatakia usiku mwema, muwe na usikilivu mema, na mwendelee kufanya subscribe, mwendelee kujiunga na sisi ndani ya YouTube na katika ndani ya WhatsApp yetu, group ya WhatsApp utaona hapo. Endelea kufanya subscribe. Mungu awalinde, na watakia jioni njema. Mungu abariki, muwe pamoja nasi. Chao chao.